na hasa kushiriki katika tukio letu la muhimu la uzinduzi wa maandalizi ya mpango wa pili wa maendeleo ya mazingira, biashara na uwekezaji hapa nchini yanayotambulika kama mkumbi wa pili. Nitumie nafasi hii kupongeza Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji na management yake kwa pamoja na wizara za kisekta kwa namna ambavyo mnatekeleza maelekezo ya serikali ya Chama cha Mapinduzi inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusu kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini. Hongera sana wizara inayoongozwa na Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo. Ndugu wageni waalikwa, tukio la leo lina historia yake na umuhimu wake. Tukio la leo linawakutanisha wawekezaji na wafanyabiashara maarufu hapa nchini ambao mtakuja kushuhudia uzinduzi wa mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini. Tukio hili ambalo pia miongozo yake hutoka kwa rais wa nchi, nataka niwajulishe kuwa nchi anafuatilia tukio hili kupitia vyombo vya habari mbalimbali. Mheshimiwa Rais amenituma niwape salamu zenu na anawatakia heri na mafanikio katika uzinduzi wa maandalizi ya mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji hapa nchini. Lakini pia Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango naye pia ameungana na Mheshimiwa Rais kuwatakia kila laheri kwenye tendo hili la leo ambalo tutalifanya muda mfupi ujao. Viongozi hawa wanasisitiza kuwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano nanyi kwa dhati kabisa ili kufanikisha malengo ya kuwa na mazingira mazuri ya uwekezaji na biashara hapa nchini. Na ni mategemeo yao kuwa mpango huu utaongeza tija kubwa kwa taifa letu na itasaidia sana kufikia malengo yetu ya kukuza uchumi na kupeleka kwenye uchumi wa kati ambao ni endelevu. Ndugu wageni waalikwa, mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini una manufaa makubwa kwa uchumi wetu wa maendeleo ya taifa letu, na manufaa haya ikiwemo kuvutia uwekezaji wa ndani na wa nje kwa kuwezesha wawekezaji wa ndani na nje kupata fursa nzuri ya uwekezaji. Hatua hii inakwenda kuhamasisha pia uingizaji wa mitaji, teknolojia mpya na maarifa ambayo yanawezesha kuongeza uzalishaji na kuboresha huduma mbalimbali kupatikana kwa mazingira rahisi na bei nafuu. Lakini pia inakwenda kufanya maboresho ya kuchochea uwekezaji mpya na miradi mipya ya biashara ambayo itazalisha fursa mpya za ajira kwa Watanzania. Hatua hii inakwenda kusaidia kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira hapa nchini, hasa ukizingatia kwamba uwekezaji mmoja unaweza kuchukua zaidi ya waajiriwa 100 au zaidi na wengine mpaka 1000. Hii itakwenda kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana wetu na kuongeza kipato cha familia moja moja. Tatu, inakwenda kuboresha miundombinu kama vile barabara, bandari na huduma za nishati zitakwenda kuboreshwa, lakini pia na fursa nyingine ambazo zinasaidia zaidi katika uwekezaji na ufanyaji biashara, jambo ambalo linakwenda kuchangia ustawi wa uchumi wetu, urahisi wa kufanya biashara na kuboresha ustawi wa jamii kwa ujumla wake. 4, tunakwenda kufungua milango ya kupata masoko kimataifa kwa bidhaa zinazozalishwa hapa ndani. Mpango huu unakwenda kuboresha mazingira ya biashara na kuvutia makampuni ya kimataifa kuwekeza hapa nchini, ambayo pia yenyewe yatakuwa yameshatafuta fursa za masoko kwa bidhaa ambazo zitazalishwa hapa ndani na kuifanya Tanzania kuwa kivutio cha biashara duniani, kama vile uwekezaji ulioko eneo la Ubungo ambao utakuja kuvutia wanunuzi kwa kutafuta masoko kutoka nchi za Afrika Mashariki, lakini pia na SADC.
Hali hii pia itawezesha wakulima kupata masoko ya mazao yao watakayozalisha yatakayonunuliwa na viwanda vitakavyojengwa hapa nchini au uwekezaji wa aina yoyote ile hapa nchini. Na pale ambako kutakuwa na viwanda vya kuongeza thamani, hivi vitapanua wigo wa masoko wa wakulima wa Kitanzania hapa ndani ya nchi. 5, tunakwenda kukuza ushindani na ubora wa bidhaa zetu. Hapa tutakuwa na mazingira bora kabisa ya biashara. Makampuni yanayozalisha bidhaa hapa nchini yataendelea kushindana kwa ubora wa bidhaa zao na utoaji huduma zao. Hii inakwenda kusaidia kuongeza tija na ubora wa bidhaa, jambo linalosaidia kuimarisha uchumi, lakini pia afya ya walaji na kuleta bei shindani ya bidhaa. Aidha, ushindani wa ubora wa bidhaa utasaidia kudhibiti na kupunguza bidhaa ambazo hazifai kwa matumizi ya jamii na kufanya biashara kuwa rahisi na salama na kwa wadau wetu. Ndugu wageni waalikwa, viongozi wa serikali mlioko hapa, uzinduzi wa maandalizi ya mkumbi wa pili ni muhimu sana kwa wawekezaji wetu, lakini pia wafanyabiashara na umma kwa ujumla, kwa kuwa unakwenda kuwezesha kufahamu jitihada zinazofanywa na serikali katika kuboresha mazingira ya biashara na kuwaweka tayari wafanyabiashara na wawekezaji kuongeza mitaji kwa ajili ya uwekezaji hapa nchini. Kwa kufanya uzinduzi wa mpango huu itasaidia zaidi kupata ushirikiano mkubwa kutoka katika makundi mbalimbali nchini, na mwisho kupata mafanikio makubwa yanayokwenda kugusa moja kwa moja maendeleo ya nchi na wananchi wake kwa ujumla. Wote mtakumbuka kuwa mwezi Septemba mwaka 2024 nilipata nafasi ya kuzindua taarifa mbalimbali za utekelezaji katika sekta ya uwekezaji, ikiwemo taarifa tathmini ya utekelezaji wa mpango wa kwanza wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji ambayo inajulikana kama mkumbi moja. Pamoja na mambo mengine, tathmini ya utekelezaji wa mkumbi wa kwanza ilieleza mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wake pamoja na changamoto zilizojitokeza wakati huo. Mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa mkumbi wa kwanza ni pamoja na maboresho katika sheria mbalimbali, kupunguza na kufuta baadhi ya tozo, kuunganisha majukumu yenye mwingiliano wa taasisi na udhibiti, na kuweka mifumo ya tehama ya utoaji huduma kwa wafanyabiashara na wawekezaji wetu badala ya kuwa wanafuata huduma kwenye ofisi mbalimbali. Lakini changamoto ambazo bado zinahitaji kufanyiwa kazi zinatokana na mabadiliko ya kisayansi na teknolojia ambayo wakati wote kumekuwa na mabadiliko ya ufanyaji biashara. Na hivyo basi serikali yetu imedhamiria kuimarisha mabadiliko hayo kiteknolojia, kuimarisha sekta isiyo rasmi na kuhakikisha ukumbi tu unaendana na utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050. Ndugu wageni waalikwa, licha ya mafanikio makubwa tuliyoyaona katika taarifa ya tathmini ya mpango wa awali mkumbi 1 ambao tuliuzindua mwaka jana, taarifa hiyo pia ilibainisha umuhimu wa kuendelea kuboresha zaidi mazingira ya biashara na uwekezaji. Aidha, kwa kuweka msisitizo wa jambo hili, Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza kuandaliwa kwa mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuweza kutatua kero za mazingira ya biashara ambazo hazikuweza kubainishwa kwenye mkumbi 1, na pia inatupelekea kwenda kutatua changamoto mpya za kibiashara ambazo zinawakabili mahali penu pa kazi. Ndugu wageni waalikwa, kama ambavyo imeelezwa, baada ya muda mfupi nitazindua kamati 2 za maandalizi ya mpango wa pili ambazo ni kamati ya kitaifa ya ushauri pamoja na timu ya kitaalamu ya kitaifa ya wataalamu ambazo zote hizo wajumbe wake wametambulishwa kwenu. Pamoja na mambo mengine, kamati hizi zitakabidhiwa majukumu mahususi ya kufanya ili kuandaa mpango huu wa pili. Na nitumie nafasi hii kuwasisitiza mtakayosema, tuwasisitize kwamba mnenda mkayasome na kuielewa vizuri majukumu yenu mtakayokabidhiwa leo hii. Wajumbe wote wa kamati mkumbuke kuwa mmeaminiwa na taifa kipya na serikali yetu, muendelee kuisaidia serikali kuleta mabadiliko katika kuboresha mazingira ya biashara
na uwekezaji hapa nchini. Na ndio maana kamati hizi zimeundwa na wajumbe waliotoka katika sekta mbalimbali, hasa kwenye sekta binafsi na wachache kutoka sekta ya umma. Malengo yetu ni kufanya mjadala mtakaokuwa nao, kazi mtakaoifanya iwe inaweza kusaidia maboresho ya pande zote mbili, sekta ya umma na sekta binafsi. Ndugu wageni waalikwa, Mheshimiwa Waziri Profesa Kitila Mkumbo katika maelezo yake amegusia kuhusu serikali kukamilisha maandalizi ya dira ya taifa ya 2050. Mimi nielekeze kuwa katika maandalizi ya mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji, timu zetu zote mbili zitumie dira ile ya 2050 kama nyenzo muhimu ili kuweza kupata upatanisho au muunganiko wa maono ya dira pamoja pia na kutekelezeka kwa huu mkumbi wa pili. Nitapoelekea kuhitimisha hotuba yangu kwa maelekezo ninayotoa, nitumie nafasi hii kuweka msisitizo na kutoa maelekezo muhimu kama ifuatavyo. Moja, kamati ya maandalizi ya mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji, harakisheni kuandaa mpango huo ili utekelezaji wake uweze kuanza mara moja na kurahisisha mazingira bora kwa wafanyabiashara na wawekezaji wetu ambao sasa wameamua kuwekeza hapa nchini. Lakini mbili, kamati ya maandalizi ya mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji, kumbi tu, hakikisheni mnaweka vipaumbele katika kutoa huduma kwa haraka, kwa ufanisi na kwa kukidhi vigezo vya kimataifa ili kuendana na ushindani wa kibiashara duniani, tukiamini kwamba wawekezaji ambao tunawahamasisha leo, ambao pia tunatumia nafasi ya mkumbi tu, ni kutoka pande zote ndani ya nchi lakini pia kutoka nje ya nchi. Tatu, taasisi na mamlaka za udhibiti wa serikali na za serikali ambazo zitahusishwa katika utafiti na tathmini zetu zitoe ushirikiano kwa dhati kwa kamati ili iweze kuja na mapendekezo mahususi yenye malengo mapana ya nchi ambayo yataendana na dira ya taifa ya 2050. Hapa nilikuwa namaanisha kuwa kamati hizi zitapokuwa zinafanya tathmini yake na zinahitaji kupata maelezo, nyaraka kutoka taasisi yote ya serikali, basi taasisi za umma zijue kwamba hii ni kamati rasmi inayofanya kazi rasmi, na kwa hiyo wapate ushirikiano. Nne, kwa sekta binafsi. Sekta binafsi inahitaji kutoa mawazo ya kina, mapendekezo yenye manufaa kwa kamati zetu kuhusu maboresho yanayohitajika ili Tanzania iendelee kuwa na kivutio cha wawekezaji wa ndani na nje. Na niwahakikishie kwamba dhamira hii ya serikali kwa kuwashirikisha sekta binafsi, tunalenga kuifanya Tanzania kuwa ni kivutio na ni kitovu cha biashara kwenye ukanda wetu. Na hivyo basi hakikisheni kuwa jumuiya zenu za wafanyabiashara wadogo, wakati na wakubwa, hakikisheni kwamba zinashirikishwa katika mchakato huu na kupokea maoni ya wadau na kuhakikisha mapendekezo hayo yanakidhi mahitaji yetu. Tano, ingawa tunategemea kamati itakuja na mapendekezo mapya, taasisi zote zinazohusika na mazingira ya kibiashara ziendelee kutoa huduma kwa ufanisi na weledi ili kupunguza urasimu ambao unaweza kusumbua wafanyabiashara na wawekezaji wetu, kwa lengo la kuongeza utoaji wa huduma wa haraka na kuongeza uwazi zaidi, hasa katika utoaji wa vibali, nyaraka na maeneo mengine. Sita, natambua kwamba kuna juhudi zinazofanywa na baadhi ya mamlaka za udhibiti kwa kuungana katika kufanya kaguzi kwa lengo la kuokoa muda wa wawekezaji
wakati tunasubiri maboresho kupitia mpango wa pili, ziendelee kusisitiza kuwa taasisi zote zenye uwezekano wa kufanya kaguzi kwa pamoja ziendelee kufanya hivyo, ili wawekezaji na wafanyabiashara waweze kutumia muda wao katika uzalishaji. Na hili nalizungumza kwa sababu wakati mwingi tumekuwa tukipata malalamiko hasa kutoka eneo la bandari ambalo lina taasisi nyingi zinazofanya kaguzi za bidhaa mbalimbali, kwamba kila taasisi inataka kufanya kazi peke yake, kila taasisi inafanya kwa utaratibu wake, jambo ambalo linasababisha kuchelewa kutoka mizigo bandarini, linasababisha gharama za uhifadhi wa mizigo bandarini. Hii haikubaliki. Na kwa hiyo basi, taasisi zote za kaguzi endeleeni kuwa na vikao vya pamoja. TIC kutana na taasisi hizi zikae pamoja na watafute mfumo ambao utarahisisha kukagua bidhaa yote inayoingia nchini, na iwe wa muda mfupi na gharama pia ziwe nafuu, ili kuwasaidia kuingiza mzigo nchini na kutoa bandarini kwa gharama nafuu. Haya ndio maelekezo kwenye eneo hili. Nikiwa naendelea kumalizia, ninao hapa mawaziri wa wizara ambazo pia nazo zina mchango mkubwa kwenye uwekezaji na ufanyaji biashara hapa nchini. Nao ni waziri wa viwanda na biashara, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na vijana na wenye ulemavu, waziri wa nchi, ofisi ya rais, mipango na uwekezaji, kuhakikisha kwamba timu hizi kamati zinapofanya kazi wakati wote mnafuatilia mwenendo wao katika utekelezaji wao, ili majukumu tuliyowapa leo waweze kutekelezwa katika mazingira rahisi, lakini pia mapendekezo ambayo yanapokea kutoka kwa wawekezaji na wafanyabiashara panapohitaji kufanya mabadiliko ya kisheria, panapohitaji maboresho ya kanuni inayopelekea kufanya biashara kwa urahisi, basi utekelezaji wake uwe ni wa haraka, ili wafanyabiashara waendelee kufanya biashara zao kwa uhakika zaidi. Ndugu wawekezaji wetu, niendelee kuhakikishia kwamba serikali yetu inayo dhamira ya dhati ya kuboresha ufanyaji biashara hapa nchini, ya kuboresha uwekezaji na masharti yake, na kwa kuunda timu hizi leo za Mkumbi tu tunakwenda kuimarisha zaidi, maboresho katika kupanua uwekezaji hapa nchini na kujenga mazingira rahisi ya uwekezaji wetu kufanya biashara bila kuwa na vikwazo mbalimbali. Na kwa hiyo basi, tuendelee kushirikiana na wawekezaji wetu, muendelee kuwa na uhakika kwamba nchi yetu imefanya haya kwa malengo la kukufanya wewe mwekezaji uweze kuongeza mtaji wako, upanue teknolojia yako na uongeze ile changamoto, fursa ya ile changamoto yetu tulionayo ya ajira hapa nchini. Na kama ambavyo imezungumzwa awali, mafanikio haya yametokana na utekelezaji wa mpango wa kwanza, na kwamba isingeweza kufikiwa bila utashi wa maelekezo ya kiongozi wetu wa nchi, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kutoa kibali cha kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na wadau wetu wa maendeleo. Kipekee nitumie nafasi hii kutoa shukrani kwa wadau wote wa maendeleo walioko hapa: Benki ya Dunia, Umoja wa Ulaya, tunashukuru sana kwa uwepo wako, sekta binafsi na taasisi zote ambazo zinafanya kazi za uwekezaji, TCCIA na taasisi nyingine zote ambazo sijataja hapa, pamoja na Trademark Africa, ambao wameshiriki kamilifu katika kutoa maoni yao ya maboresho ya ufanyaji biashara hapa nchini. Tunashukuru kwa mchango wenu mkubwa kwenye uwezeshaji wa mazingira ya biashara hapa nchini. Niendelee kuhakikisha kwamba serikali ina utayari wa wazi na makusudi kuhakikisha kwamba tunaendelea kupokea maoni yenu, mawazo yenu na ushauri wenu, hasa wakati huu tunapokwenda kuwezesha kamati za maandalizi ya mpango wa pili wa unaojulikana kama Mkumbi. Baada ya kueleza haya, wakati ule tulipokuwa tunapokea maelekezo
maelezo mbalimbali kutoka wadau waliosimama hapa mbele yetu. Yuko mtendaji wa kama sio TCCIA au TPCF, alisema halmashauri za wilaya ziendelee kuangalia tozo zinazotozwa na halmashauri ambazo zinaeleza ulipaji kodi ni wa 3% mpaka 3.9%, na kwa sasa halmashauri wanakwenda kutoza mpaka 3.3%, kiwango ambacho kinakwaza wafanyabiashara. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, kwa kushirikiana na ofisi Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, hebu kaeni muone na mtupe mwelekeo wa utozaji wa kodi hizi ili zisisumbue wawekezaji wetu na wafanyabiashara katika kulipa kodi yao. Serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu itaendelea kufanya maboresho zaidi ya mazingira kama nilivyoeleza awali, kuruhusu Watanzania walioamua kufanya biashara, walioamua kuwekeza hapa nchini, lakini pia wafanya biashara kutoka nje ya nchi walioamua kufanya biashara nchini na kuwekeza hapa nchini waweze kufanya biashara hiyo katika mazingira rahisi, na kupitia mpango unaoendelea kuandaliwa ambao leo hii nitazindua baada ya muda mfupi maandalizi yake pamoja na kamati zake, tutaweza kushughulikia mabadiliko ya kiuchumi, kijamii na teknolojia na kuweka mazingira bora zaidi kwa wafanyabiashara wetu na wawekezaji wetu. Sasa ninapoelekea kumaliza kabisa, kwa wanasiasa tuna mwisho kabisa, Watanzania wenzangu, niwakumbushe kwamba mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Naamini wote mnajua, na ni kipindi ambacho sisi tunapopata nafasi ya kukutana na Watanzania wengi kama hivi leo, lazima tuwakumbushie kwamba tunakwenda kuchagua viongozi wetu wanaotuwakilisha kwenye maeneo mbalimbali, kuanzia Mheshimiwa Rais, waheshimiwa wabunge na madiwani kwenye maeneo yetu. Watanzania wote mnayo haki ya kikatiba ya kidemokrasia kushiriki kwenye uchaguzi huu mkuu wa kumchagua kiongozi wako, lakini pia hata wewe mwenyewe kugombea. Waheshimiwa wabunge wenzangu, nimeona hapa mmepata fursa leo ya kuonyesha mtakaoshirikiana nao. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, tumewaona wapiga kura wako kutoka Ubungo. Hongera sana, na mimi sina mashaka na wewe kwa kazi nzuri unayoifanya kwa jimbo lako, lakini kazi nzuri unayofanya kumsaidia kazi Mheshimiwa Rais. Sasa kama jimbo limepata msaidizi wa Mheshimiwa Rais, mnataka nini tena? Lakini sio msemaji wa Ubungo, nitakapopata nafasi ya kuja kusema na kuja kusema huko, lakini nieleze tu kwamba Mheshimiwa Kitila Mkumbo Profesa, wewe ni mchapakazi, wewe ni mtu mzuri, na hakika umeifanya sekta hii ya mipango na uwekezaji nchini leo kuwa ni eneo la kujivunia kwa serikali yetu. Na ndio kwa sababu naona wadau wengi wako hapa, watu ambao wanafanya biashara na kuchangia mchango wa taifa hili kiuchumi, ni kwa sababu ya matokeo ya kazi yako mzuri. Hongera sana Mheshimiwa Kitila Mkumbo. Najua wewe ni pamoja na naibu wako mbunge wa Maswa Mheshimiwa Dr. Nyongo, naona Maswa wako hapa, na mimi nilikuja Maswa, tuliwaambia hapa. Nachosema ni kumpongeza tu kwa kazi mzuri ya kumsaidia waziri na Mheshimiwa Rais kwenye eneo hili la uwekezaji na mipango hapa nchini. Na kwa hiyo mliobaki hapa chini, Mheshimiwa Waziri, nyie nawatakia kila laheri kwenye maeneo yenu. Kwa hiyo Tanzania tumeendelea na zoezi la maboresho ya daftari la mpiga kura. Daftari hili linalenga kukuwezesha wewe kuhakika kama jina lako bado lipo, kama lipo kwenye eneo ambalo utapigia kura. Kama mbadilisha eneo la kupigia kura, fanya mabadiliko. Kama ulikuwa hujajiandikisha kwa kukosa kigezo cha umri na sasa umri umeshafika au utafikia kabla ya kupiga kura, basi kajiandikishe upya. Tumefanya hivyo siku 2-3 zilizopita. Tulikuwa jijini Dar es Salaam
na naamini tume watarudi tena kwa muda mfupi kwa wale ambao watakosa fursa hii ili kuweza kufanya marekebisho. Malengo ni kukufanya wewe utekeleze haki yako ya katiba. Mwisho kabisa, baada ya kusema haya yote, sasa nitamke rasmi kwamba zoezi la uzinduzi wa maandalizi ya mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji nchini maarufu kama Mkumbi 2 pamoja na kamati zake za uratibu ulioandaliwa sasa nakwenda kuzindua, na kwa sasa nawashukuru kwa kunisikiliza na watakia kila laheri, hasa kipindi hiki cha mfungo wa siku 6 za Ramadhan na ndugu zetu wa Kristo kwa Kwaresima. Asante sana kwa kunisikiliza. Makofi kwa kiongozi, kwa mgeni wetu rasmi tafadhali. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba usogee. Meza kuu naomba mumsindikize. Nitakupa maelekezo Mheshimiwa Waziri Mkuu jinsi ambavyo utafanya. Naomba tafadhali meza kuu msogee mbele. Meza kuu naomba msogee mbele. The high table please, can you move forward? Mheshimiwa Waziri Mkuu, iliyoko mbele yako hiyo iPad, utaweka mkono wako wa kulia, na wakati unaweka mkono wako wa kulia, sisi kwenye skrini na wewe unaweza ukaona hapo, mkono wako utakuwa unachukuliwa, halafu zoezi litaendelea. Naomba sasa uweke mkono wako kwenye hiyo iPad, mkono wa kulia, na ninaona tayari umeanza kuscan, umeskani. Makofi tafadhali. 4, 3, 2, 1. Asanteni, makofi mengine ya nguvu tafadhali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba utabaki hapo, na Mheshimiwa Waziri, ninaomba wengine tuweze kurejea kwenye viti. Tunakuomba utatufanyia matukio makubwa mawili. Kwanza kabisa tutakuomba uweze kumkabidhi mwenyekiti wa ile kamati, umkabidhi vitendea kazi. Kwa hiyo ningeomba Mheshimiwa Waziri abaki na wewe hapo. Halafu naomba tafadhali vile vitabu viweze kupelekwa pale kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naomba nimuite mwenyekiti wa kamati Dr. Kamuzora, tafadhali uweze kufika huku mbele, uweze kukabidhiwa vitendea kazi kama ishara ya kwamba sasa hiyo kamati imezinduliwa. Zile kamati zote zimezinduliwa rasmi. Haya, tunaweza kukaa wakati zoezi lingine linaendelea, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, bado nakuomba uendelee kukaa umesimama hapo hapo, wengine tunaweza kukaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili haliwezi kupita hivi hivi. Kuna zawadi mbili maalum. Zawadi ya kwanza itakwenda kwa Jumuiya ya Ulaya, ambapo nitakuomba utamkabidhi Bi Karina ambaye anawakilisha ofisi hiyo. Zawadi hii ni kielelezo cha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutambua mchango wa Umoja wa Ulaya katika utekelezaji wa Mkumbi na ahadi kwa maana ya commitment ya umoja huo katika maandalizi ya Mkumbi 2. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba umkabidhi Bi Karina zawadi hiyo. Zawadi hiyo inaonyesha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkono wa kati ya Tanzania na Jumuiya ya Ulaya ikionyesha ushirikiano. Makofi tafadhali.